Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameelezea maisha ya mwanadamu kwa kumwelekeza bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tukisoma katika suratul Kafi aya nambari 45, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kumwambia bwana mtume, wadrib lahum mathalal hayati dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafananisha maisha ya duniani na mvua, kwa sababu mvua inapokuwa imenyesha mimea huota na kuchanua vizuri, lakini mwisho wa siku mimea ile hupitiwa na jua na kukauka. Baada ya kukauka mimea ile inapeperushwa na upepo. Hivyo hivyo katika maisha yetu, starehe, mali tulizokuwa nazo ambazo tunajivunia nazo kila siku na mengine mengi katika mapambo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya inayofuata, almalu walbanuna zinatul hayati dunia, mali, watoto ni mapambo katika ulimwengu. Kinachobakia kwako wewe ni nini? Ni imani iliyokuwa thabiti, lakini pia na matendo yaliyokuwa mema yanayomfaa mja siku ya Kiyama. Kumbuka kuna yapo ya kuyafanya kwa ajili ya kujiandaa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Moja katika mambo ambayo yanamfanya mwanadamu anakwenda kupokelewa vizuri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuhakikisha kutekeleza yale yote ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda na kuyaridhia, lakini pia kuyaacha yale yote ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi na wala hayaridhii. Yapi hayo sasa ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda na kuyaridhia? Ibada ya swala unatekeleza kwa muda ambao umepangwa, lakini pia kuhakikisha kuwatembelea wale ambao wana hali ngumu, kwa maana ya mayatima na wagonjwa, lakini pia kutoa sadaka. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayapenda na kuyaridhia. Kinyume na hivi sasa, ikiwa sasa unatekeleza kwa maana umeshughulika na kuyafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi na wala hayaridhii, hakika utakuwa ni miongoni mwa wale ambao watakwenda kukutana na adhabu kali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Msemaji mmoja alitoa maneno yake mazuri sana, akasema ya kwamba lau kana dunia tadumu li ahliha, lau kama hii dunia ni yenye kudumu kwa watu wake, la kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angekuwa bwana mtume rehema za Mwenyezi Mungu ziwe na amani, hayyan wa baqiyan, yu hai na mwenye kubakia katika ulimwengu. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake waliokuwa wema, wanaosikiliza maneno na kufuata kwa mazuri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.